Sasa sikiliza, mimi nataka nikupe ushauri kabla hujanijua zaidi. Ushauri gani ndugu? Kabla sijafika hapa, niliulizia na kuishi na binti wako nielekeza. Sasa unaonaje tukienda tukamchukua? Leo unajua haya mambo ni asirini sana. Kwa sababu kuna sheria zake. Hatuwezi kwenda nyumbani kwa mtu tukamchukua mtu kama tunachukua mnyama. Na hata huyo mnyama mwenyewe huwezi kwenda kumchukua tu hivi. Lazima kuna taratibu na sheria zake. Habari we Mtanzania popote pale ambapo unaitazama Movie in Swahili, na leo tuko nayo filamu ya Jini Kislani ambapo tutakwenda kuitazama highlights katika episode ya 14, nini ambacho kimefanywa katika filamu hii. Cha kufanya ni wewe kusubscribe channel yangu ili unapata update za kila siku kupitia Movie in Swahili. Na baadaye tutakuwa na movie inaitwa Mapenzi na Usela ambayo ipo YouTube sasa hivi, inafanya vizuri, amecheza Duma pamoja na Alak. Hii Maisha na Usela ni picha kali. Kama hujaitazama basi nenda YouTube, andika Maisha na Usela utaikuta, au channel ya Kideboy na uache umesubscribe. Jini Kislani humu ndani tumemwona Likoma, tumemwona Zebu, KP, Kisai pamoja na Keta. Ni filamu ambayo imefanywa vizuri, filamu ya ucheshi, filamu ambayo ina trend sasa kupitia platform zote za YouTube pamoja na Movie Box. Cha kufanya tuende tukaitazame tu nini ambacho kimejiri kupitia Jini Kislani. Wewe subscribe channel yangu ili upate update. Keta na baba yake mzee Likoma baada ya kuteseka sana kwenye mjengo wa KP Animated, KP karudi. Kping anakwenda kwenye chumba chake cha siri na kumuomba Zebu msamaha. Hii ni baada ya KP kukosea masharti. Jini Zebu anamupatia masharti magumu KP ya kumuua mmoja wapo kati ya wale waliopo kwenye nyumba hiyo. KP ikabidi afanye alivyoambiwa ili asamehewe makosa yake. KP alichukua kisu na kumchoma mganga wake Matikisa. Baada ya hapo mlango ukafunguka na ikawa pona ya wakina mzee Likoma na binti yake. Kwenye episode ya 10 ngoma ikawa bado ngumu. Jini kisirani Zebu akaikataa ile kafara ya Matikisa, anataka kafara ya mtoto wa mzee Likoma Keta. Ukumbuke Keta ana mimba ya KP, kwa hiyo ikawa mtihani kwa kijana wetu. KP anafanyaje wakati Keta ana kiumbe chake tumboni? Pandemic wa mzee Likoma baada ya kuponea chupu kutafunwa na Jini kisirani Zebu kwenye mjengo. Ikabidi wapange na mwanahe wahame mji na kurudi kijiji kwa sababu hawana imani kabisa na KP anaweza kuwafata tena. Wakapanda gari na kuondoka. Lakini cha ajabu, wakati wapo safarini wakashangaa dereva wa gari walilopanda dereva ni rafiki yake na KP mzee Rongai, upande wa pili konda ni KP. Wakapagawa. Tukirudi mjengo tunamuona Jini kisirani Zebu anamfufua Matikisa na kumpa amri ya kwenda kumaliza Keta kwa sababu KP amekuwa mzembe wa kufanya kazi yake. Pia tunaona Keta yupo hospital kupima ujauzito wake. Daktari anampa majibu ya kuwa tumboni kwa Keta kuna kiumbe cha ajabu, mimba sio mimba. Daktari akamwambia aje na mume aliyempatia ujauzito. Kasheshe linaanza upya sasa. Kwenye highlights nyingine ya episode 13 tunamuona KP na mzee Rongai wakitafari wanamaliza vipi Keta. KP anarudi kwenye chumba cha siri na kuomba tena Jini Zebu ahachane na yule binti, lakini Zebu ataki maelezo, anataka mwili wa binti Keta. KP akala vibao vya kutosha na kufukwa kwenye chumba cha siri, lakini wakati anatoka kwenye chumba cha siri naye Keta anakuja nyumbani kwa KP kumfata.